Taarifa muhimu kwa mataifa yote ya ufalme wa dunia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sauti ya Al-Bushra Al-Islamia inawaletea kwenu bayana al-Imam al-Mahdi Nasr Muhammad Yamani. Anawasomea kwenu moja katika maansar wake kwa Allah. Bayana kwa tarehe 9 Shawwal 1444 Hijria, sasa na 29 mwezi wa 4 2023, wakati saa 1 na dakika 58 asubuhi kulingana na takwimu rasmi ya Ummul Qura. Bayana kwa inwani bayanun hamun likafati umami malakuti alalam. Taarifa muhimu kwa mataifa yote ya ufalme wa dunia. Bismillah, la quwwata illa billah al-azim. Kwa hivyo sikilizeni na muelewe maelezo ya ukumbusho huu katika iliyowazi maana yake al-Qur'an al-Azim. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Wa idha adhaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra massatuhum idha lahum makrun fi ayatina qul Allahu asra'u makran inna rusuluna yaktubuna ma tamkurun. Sadaqallahu al-Azim. Surah Yunus aya 21. Na akasema Allah Ta'ala, ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. صدق الله العظيم. سورة المؤمنون آية 75-77. Hii ndiyo hali ya wakanushaji wa maafa ya ulimwengu, wa vita vya Mwenyezi Mungu na janga la korona la vita vya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tulikuonyeni na kuwaonya viongozi wa ufalme wa ulimwengu, wasomi wao na baraza ya serikali zao, askari wao na watu wao, lakini hakuna uzima kwa unayemwita. Na halikuwa tena tatizo kwamba hawatosheki tena kuhusu khalifa mteule wa Mwenyezi Mungu juu ya ufalme wa ulimwengu, Imam Mahdi Nasr Muhammad Yamani. Basi naweza kuwa nini ila mtumishi wa waja wa Mungu kama nyinyi? Kwa hakika msiba mkubwa ni kumpuuza kiongozi wa vita ya ulimwengu na korona. Mwenyezi Mungu, hakuna Mungu ila yeye, Mola wangu na Mola wenu, Mola mlezi wa mbingu na ardhi na viliomo baina yao, na Mola mlezi mkuu, kiti cha enzi. Na mtajua iwapo viumbe Omicron vidogo vimeumbwa kutokana na chochote kilichowaumba, au wamejiumba wenyewe, au nyinyi ndiyo waumbaji wao. Na nyinyi mnajua kwamba ikiwa wangekusanyika maprofesa wote wa wataalamu wa virusi kuunda kiumbe kimoja tu kutoka kwa kile mnachoita korona, hawatoweza hata kama wangesaidiana na kunusuriana, kwani huyo ni kiumbe hai na roho na akili. Kwa hiyo mnaweza kuumba nafsi. Na hapo nyinyi muko katikati ya vita vikuu vya 4 ya dunia kati yenu na hiyo mnaoita korona, na sio korona, bali kwa hakika baadhi ya aina za mbu ambazo nyinyi hamuna ujuzi nazo. Simaanishi wadudu wa mbu wanaouma kwa mwiba wake wanaohama, bali hakika kiumbe mdogo kabisa alichokiumba Mwenyezi Mungu katika kitabu, mbu ambaye nyinyi hamuzungukii elimu nao. Kuwapigia mfano mpya kwa kiumbe kipya kutokana na maneno ya Mwenyezi Mungu mwenye nguvu mhimidiwa. Miongoni mwa aya za kusadikisha wa khalifa wa Mwenyezi Mungu Mahdi Nasr Muhammad Yamani, kwa kutoa changamoto Mwenyezi Mungu amdhihirishe khalifa wake kwa kiumbe ndiye mdogo zaidi katika viumbe vyake, kusadikisha kauli ya Allah Ta'ala, inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu fayalamuna annahu alhaqqu min rabbihim
وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثير وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصله ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. Sura Al-Baqara aya 26 mpaka 27. Kwa hivyo ni kiasi gani tunawakumbusha maansari na wapekuzi wa ukweli miongoni mwa walimwengu kwamba sitaki turudie yale tuliyoandika tena kuhusiana na kile wanachokiita korona. Na hapo awali tulitangaza Omicron kama janga la ulimwengu. Basi hatuna utata na jeshi leupe lililopingana mara 1000. Lakini Mungu aliifanya kuwa vita na askari waliofunzwa vizuri, makundi, usaidizi juu ya usaidizi. Na kila usaidizi lilipotoka katika vita hivyo kwa kasi zaidi kuliko hapo awali. Ndani zaidi ya hila akili, hila na ujanja, na kutayarishwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu kulingana na vita vilivyohitajika ili muweze kumtafakari Mungu aliyeiumba, iliyotiwa alama yake na akaifundisha na kuiwezesha ili iwatawale wanasayansi wa walimwengu, ili iwazidi kisayansi, ili wapate kumkumbuka na kujua elimu yakini wakana Mungu Allah al-Azim kwamba bila kuepukika nyuma ya hawa viumbe hai wanajiotokeza kuna muumba ambaye wewe si sawa naye au unawezana naye. Mungu, hakuna Mungu ila yeye, utukufu ni wake aliye juu sana. Na ninaona shirika la afya ulimwenguni kana kwamba wanataka kutangaza mwisho wa COVID-19 kwa ulimwengu. Lakini mimi ni khalifa wa Mwenyezi Mungu, Mahdi Nasr Muhammad Yamani, ambaye huwapinga kwa daraja 180 kwa ujasiri na uhakika, na ninatangaza kwa amri ya Mungu utayari wa nguvu za kuingilia kati kwa haraka, ndiyo mbaya zaidi na za kudhalilisha, licha ya maonyo yaliyotumwa kutoka kwao hapo awali. Pengine mngeelewa kuwa muko katika vita halisi na si sinema za kutunga na kubuniwa za Hollywood, bali badali yake vita na askari wa kweli wa Mungu huzidi kwa uwezo wa kijeshi. Na ninasema kwa mara 1000, inueni mikono yenu mbinguni, mkijisalimisha kwa Mola mlezi wa ulimwengu wote, mkitangaza kunyenyekea amri ya Mwenyezi Mungu kwa kumtii ambaye Mungu aliyemchagua kuwa khalifa wa ufalme wa walimwengu wa nchi kavu na baharini. Na ninatamka katika lugha ya baladi ya kienyeji katika lahja ya mazungumzo ya Kiyemeni, na nasema yale ambao Mungu ameniamrisha kuyasema kwenye mabano mawili. Enyi wajuaji, ridhikeni na ambaye Mungu amemchagua. Limeisha. Na naona kuwa ni onyo la mwisho kutoka kwa Mwenyezi Mungu mwenye nguvu, anayejua yaliyomo ndani ya nafsi zenu. Basi mnaonaje kwa yule ambaye Mungu alikuwa pamoja naye? Basi je, unamuona kuwa ni msaidizi wake na ni mdhirishaji wake juu ya ufalme wote wa dunia, ardhi yake na bahari yake, atakaye anayetaka na akatae mwenye kukataa? Na kiasi gani Mungu aliwapa muhula kidogo kidogo ili mutafakari. Hivyo unasimama wawili wawili na mtu mmoja mmoja, kisha mutafakari kwa nini askari hawa baada ya askari jeshi la COVID kusisitiza juu ya kuendelea kwa vita vyake vya kimataifa katika sasisho za vita vya korona vya Mungu. Na kwa nini
jua, ardhi na hali ya hewa vinasisitiza juu ya msasisho yake ya vita vya ulimwengu kwa sababu ya sayari inayokaribia Saqar. Kwa hiyo sikilizeni na mutie akili na mjue kwa hakika kwamba hakuna kurudi nyuma kwenye vita vya korona vya Mungu. Chochote mtakachoficha basi itawadhalilisha na kiburi chenu kitafedheheshwa, na ubatili wenu na kujeuri kwenu utatoweka. Hakuna kurudi nyuma mpaka muweze kurudisha vita vya Mwenyezi Mungu vilivyoteremshwa katika ulimwengu ambazo ziko wazi. Basi mnaona enye umma wa makafiri katika Mwenyezi Mungu Mola wa walimwengu wote kwamba vita vya Mwenyezi Mungu vilikwisha, kadhalika vita vya umwagaji damu vya askari havikurudi nyuma katika vita vyake vya ulimwengu pote, bali vinapokea amri kutoka kwa Mungu na si kwa nafsi kufa isipokuwa kwa idhini ya Mungu, kitabu ambacho kimeahirishwa. Na tumesha kufundisheni kuwa imezuliwa kwa yale anayoamrishwa Mwenyezi Mungu, na tumesha kufunduzeni kuwa hamjui na hamtofahamu asili ya virusi vya korona na siri yake iliyofichwa ndani ya Al-Qur'an al-Azim. Hamwezi kujua ni wapi Mungu amekuvamieni. Kwa hivyo anawajaza upanuzi na kufuatiwa na upanuzi kwa maneno ya Mungu kwa sababu ya kukanusha kwenu kutoka kwa mhitaji wa Mungu, kusadikisha kauli Allah Ta'ala, fadharni waman yukadhibu bihadha alhadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Sadaqa Allahu alazim. Sura Al-Qalam aya 45. Na sikujiwekea changamoto hii kutoka kwangu zaidi ya miaka 3 iliyopita tangu taarifa ya kwanza ya tarehe 3 mwezi wa 5 2020 yenye kichwa virusi ya korona ni katika adhabu ya chini pasi na adhabu kuu, huenda mkarudi. Na ijapokuwa zimekwisha kubainikieni aya za Mwenyezi Mungu kwa kuwatuma askari wake kwa mashambulizi zilizo na alama na kulekeza, basi wanapingana na chanjo zilizoundwa hivi karibuni na hazikuwasaidia na kitu kutajirika au kunenepeka kwa njaa kwa ajili ya askari wapya, lakini ilibadilisha ujanja wake wakati wa joto. Kwa hivyo hii ndiyo ya kwanza, na hiyo ni ili kuondoa kutoka kwa vichwa vyenu kusema msemo wenu ugonjwa wa mafua ya msimu wa korona kutokana na tofauti zake baridi kulingana na madai yenu. Basi hiyo hapo inawakadhibisha na itavamia ulimwengu wakati wa kiangaza kwenye joto. Kwa hivyo mtatoroka wapi? Tutatazama na kuona mbinu ya Mungu mmoja mweza wa yote, Allah al-Wahid al-Qahhar. Na pia tunatangaza kwa kura ya turufu vito mapema tamko la shirika la afya ulimwenguni na kuthibitisha kutokea kwa vita vya ulimwenguni vya Omicron kwa msisitizo mkubwa. Mungu akipenda, mwenye nguvu msifiwa, kwa sababu ya kukataa kwenu ishara za askari wa Mungu mnaoita COVID-19 ambaye siri yake iliyofichwa hamwijui. Na wabashiri wakanushaji na wathibitishia zaidi yale tuliyowaahidi kwa haki kwa wale wanaokadhibisha maansari wa kweli wa Mwenyezi Mungu COVID-19 adhabu kali, kusadikisha kauli Allah Ta'ala, walladhina kadhabu biayatina sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin.
أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. صدق الله العظيم. Surah Al-A'raf aya 182 mpaka 186. Na tunasema kile Mungu alichotuamuru kusema, qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Sadaqallahu al-azim. Surah At-Tur aya 31. Isipokuwa mimi nasema, ewe Mwenyezi Mungu, ewe uliokinga na huna haja ya kinga juu yako wala kinga dhidi yako, ewe Mola wangu, mimi ni mja wako, na watakia uwakinge kwa uso wako mtukufu waja wako wote ambao lau kuwa watajua kweli ingekuwa wazi kwao wangefuata hayo, na ahadi yako ni kweli na wewe ni mwingi wa kurehemu. Ewe Mwenyezi Mungu, na mimi ni mja wako, naomba msaada wako ni hukumu baina yangu na waja wako wanaochukia radhi yako. Mwenyezi Mungu huwazunguka wahalifu. Na salam juu ya mitume. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Khalifa wa Allah juu ya ufalme wa ulimwengu wote, Al-Imam Al-Mahdi Nasr Muhammad Al-Yamani.